Kama una tumbo linalojaa gesi mara kwa mara, uchovu usioeleweka, kinga dhaifu au sukari isiyotulia mwilini, basi video hii inaweza kukufungua macho na kuwa msaada mkubwa wa kuondoa tatizo hilo. Karibu. Leo tunazungumzia siri ya kiafya iliyotumiwa kwa vizazi katika tiba za asili na sasa inaungwa mkono na tafiti za kisayansi. Tunazungumzia majani ya papai. Si tunda, si mbegu, bali majani yake ambayo mara nyingi hupitwa bila kujaliwa. Makala hii imeandaliwa na Dr. Mkina kutoka Naturemed Supplies, ambaye amejikita katika tiba asili zenye msingi wa elimu ya afya na matumizi sahihi ya mimea tiba. Amekuwa akisaidia watu wengi kurejesha afya zao kwa kutumia maarifa sahihi bila madhara. Makala hii ya leo ina tiba moja rahisi lakini yenye mchango mkubwa sana katika afya yako. Namba za Dr. Mkina ni 0748294113. Pia zinapita chini ya screen ya video hii. Kama ni mara yako ya kwanza kuona video zetu, na kuomba sana bonyeza neno subscribe chini ya video hii na kuwasha alama ya kengele iliyopo pembeni yake ili uweze kupata taarifa ya video mpya kila tunapozi upload. Mwili wa binadamu unapokuwa na mmeng'enyo hafifu, sumu hukaa ndani kwa muda mrefu, kinga hushuka taratibu, uvimbe huanza kujitokeza kimya kimya, sukari hupanda bila dalili za haraka na hatari ya magonjwa sugu huongezeka. Tatizo ni kwamba dalili hizi haziji ghafla, huja taratibu mpaka mtu anashangaa afya imeporomoka. Endelea kubaki hadi mwisho wa video hii kwa sababu nitakueleza kwa kina faida za majani haya, jinsi ya kuandaa na kutumia majani ya papai ili yaweze kuwa na msaada mkubwa kwa afya yako kuanzia leo. Faida za kiafya za majani ya papai. 1. Huimarisha kinga ya mwili. Majani ya papai yana virutubisho vya asili vinavyosaidia mwili kuongeza uzalishaji wa chembe hai zinazopambana na vimelea. Tafiti zimeonyesha kuwa majani haya yana misombo ya mimea inayosaidia mwili kujilinda dhidi ya maambukizi na magonjwa yanayoshambulia mfumo wa kinga. 2. Hupambana na uvimbe mwilini. Uvimbe ni chanzo kikuu cha magonjwa mengi sugu. Majani ya papai yana viambato vinavyosaidia kupunguza hali ya uvimbe ndani ya mwili, hasa kwenye viungo, mfumo wa mmeng'enyo wa chakula na mishipa ya damu. 3. Huboresha mmeng'enyo wa chakula. Majani haya yana vimeng'enya asilia vinavyosaidia kuvunja chakula kwa ufanisi zaidi. Husaidia kupunguza gesi, kujaa tumbo, kiunguli na hali ya tumbo kuwa nzito baada ya kula. 4. Hushusha kiwango cha sukari kwenye damu. Kwa watu wenye changamoto ya sukari au walio katika hatari, majani ya papai yameonekana kusaidia mwili kudhibiti matumizi ya sukari kwa ufanisi zaidi na kusaidia usawazishaji wa viwango vya sukari. 5. Hupunguza hatari ya kupata saratani. Majani ya papai yana viambato vya mimea vinavyosaidia kupambana na uharibifu wa seli. Tafiti za maabara zimeonyesha uwezo wake wa kusaidia kuzuia ukuaji wa seli hatarishi. 6. Huboresha afya ya ngozi. Kwa kusaidia kusafisha mwili kutoka ndani, majani ya papai huchangia ngozi kuwa safi, kupunguza vipele, chunusi na dalili za uchovu wa ngozi. 7. Hupunguza msongo wa mawazo na wasiwasi. Kwa kusaidia mmeng'enyo na kusawazishaji ya mifumo ya mwili, majani ya papai husaidia mwili kuwa katika hali ya utulivu, jambo linalopunguza mvuto wa mawazo na hisia za wasiwasi. Jinsi ya kuandaa majani ya papai kwa njia ya chai. Uandaaji wa chai ya majani ya papai ni njia rahisi na salama kwa watu wengi. Anza kwa kuchukua majani 2 hadi 3 ya papai mabichi, hayajaathiriwa na wadudu. Safisha majani hayo kwa maji safi ili kuondoa vumbi na uchafu wowote ulioshikamana nayo. Baada ya hapo, yakate vipande vidogo ili kuruhusu virutubisho vyake kutoka kwa urahisi wakati wa kupika. Chemsha majani hayo kwenye maji kwa muda wa dakika 10 hadi 15 mpaka rangi ya maji ibadilike. Acha maji yapoe kidogo, kisha chuja ili kubaki na chai safi tayari kwa matumizi. Njia hii husaidia kupata faida za majani ya papai kwa upole bila kuiusumbua mwili. Jinsi ya kuandaa juisi ya majani ya papai. Juisi ya majani ya papai huandaliwa kwa kutumia majani mabichi yaliyosafishwa vizuri. Baada ya kuyaosha, chukua majani hayo na uyasage kwa kutumia blender pamoja na maji kidogo. Kusaga husaidia kutoa virutubisho vilivyo ndani ya majani kwa kiwango cha juu zaidi. Baada ya kusaga, chuja mchanganyiko huo ili kupata juisi safi. Juisi hii huwa na ladha chungu, lakini hubeba virutubisho kwa kiwango cha juu zaidi.
Ndiyo maana inashauriwa itumike kwa kiasi ili mwili upate manufaa bila kuathirika. Jinsi ya kuandaa unga wa majani ya papai. Unga wa majani ya papai huandaliwa kwa kukausha majani kwanza. Chukua majani safi na yaweke sehemu yenye hewa ya kutosha bila kuyaweka kwenye jua kali. Kausha kwa namna hii husaidia kuhifadhi virutubisho vyake vya asili. Baada ya kukauka kabisa, yasage hadi kupata unga laini. Unga huo uhifadhiwe kwenye chombo chafi kisichoingia hewa ili kudumisha ubora wake kwa muda mrefu. Njia hii inafaa kwa matumizi ya muda mrefu. Jinsi ya kutumia majani ya papai kwa chai. Kwa matumizi ya chai, inashauriwa kutumia kikombe kimoja asubuhi au jioni mara moja kwa siku. Chai hii husaidia mmeng'enyo wa chakula na hutoa msaada wa taratibu kwa mwili bila kuusumbua kupita kiasi. Jinsi ya kutumia juisi ya majani ya papai. Juisi itumiwe kwa kiasi kidogo mara moja kwa siku, hasa kwa watu wazima. Kutumia kwa kiasi husaidia mwili kunufaika na virutubisho vyake bila kusababisha usumbufu kutokana na ladha yake kali. Jinsi ya kuandaa unga wa majani ya papai. Unga wa majani ya papai hutumiwa kwa kuchukua nusu kijiko kidogo na kuchanganya na maji ya uvuguvugu au uji mwepesi. Njia hii hufanya unga uwe rahisi kumezwa na kusaidia virutubisho kufyonzwa vizuri mwilini. Ushauri muhimu wa matumizi. Majani ya papai ni tiba ya asili yenye nguvu, hivyo yanapaswa kutumika kwa kiasi na si kwa kupitiliza. Matumizi ya kiasi husaidia mwili kupata manufaa yake bila kuleta athari zisizohitajika. Mpaka hapa hatuna ziada. Tafadhali, kama ni mara yako ya kwanza kuona video zetu, na kuomba sana bonyeza neno subscribe chini ya video hii na kuwasha alama ya kengele iliyopo pembeni yake ili uwe wa kwanza kuona video zetu pale tunapozi-upload. Like pamoja na kushare video hii ili wengine wajifunze. Makala hii imeandaliwa na Dr. Mkina. Kama unahitaji ushauri wa kiafya au dawa asilia zilizoandaliwa kwa misingi ya kibiolojia, wasiliana na Dr. Mkina. Namba zake ni 0748294113. Pia zinapita chini ya screen ya video hii. Kumbuka kuwa Naturemed Supplies inajitahidi kuhakikisha kuwa kila mwanadamu anakuwa na afya njema kutokana na vitu asilia. Asante kwa kutazama video hii mpaka mwisho. Ubarikiwe sana. Tukutane tena kwenye video zijazo.